Kwa jina anaitwa Margaret Swai, ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya WAWOSA, yani watu wote ni sawa. Taasisi hii ni taasisi ambayo inajikita kuhakikisha watu wenye ualbino wanathaminiwa na kushirikishwa kwenye shughuli za kijamii, hususan elimu, uchumi na siasa. Awali ya yote nitumie nafasi hii kuwashukuru waandishi wa habari nyote kwa kuitikia wito huu. Pili, nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwa msingi bora wa ulinzi na usalama dhidi ya watu wenye ualbino hapa nchini. Tatu, niwashukuru wadau na mashirika mbalimbali ambayo yanaendelea kutumia majukwaa mbalimbali kukemea na kupinga ukatili dhidi ya watu wenye ualbino. Ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka wote kuwa siku ya kimataifa ya uelewa dhidi ya watu wenye ualbino huadhimishwa kila mwaka tarehe 13 mwezi wa 6. Kwa mwaka huu maadhimisho haya yatafanyikia pale mkoani Kigoma na sisi kama WAWOSA pia tutashiriki vema. Ndugu waandishi wa habari, WAWOSA imewaiteni leo kwa lengo moja kubwa sana la kutoa rai ya kuzingatia utu na haki ya kuishi kwa watu wenye ualbino. Rai hii inakujieni kupitia kampeni yetu inayosema thamini utu, mlinde albino. Kampeni ambayo ina lengo la kumlinda mtu mwenye ualbino nchini dhidi ya watu wenye imani potofu na za kishirikina katika kutafuta mafanikio yao. Ndugu waandishi wa habari, wote mtakumbuka mara nyingi viashiria vya umashaka ya Ndugu waandishi wa habari, wote tunafahamu mara nyingi viashiria vya mashaka wa maisha ya watu wenye ualbino hushamiri sana. Viashiria hivi mara nyingi kutokana na imani potofu na baadhi ya watu wasio na nia njema na wasio na utu ndani mwao. Bila shaka mnakumbuka baadhi ya matukio ya mauaji na ukatili dhidi ya watu wenye ualbino ya kule Kagera, Geita na maeneo mengineo, ambayo mambo kama haya hayapaswi kufumbiwa macho hata kidogo, na kila mmoja wetu anapaswa kuyakemea kwa kila namna. Ushiriki wetu umejikita katika kuelimisha jamii imlinde mtu mwenye ualbino na kuthamini utu wake. Na nyinyi kama waandishi wa habari, viongozi wa dini, vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na jamii au wananchi kwa ujumla wake, msinyamazie mambo ya msingi kwenye jamii yetu kama haya. Tutumie vyombo vyetu na platform tulizonazo kuwasihi wenye nia hovu waache mara moja na kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Kwanza kabisa nipende kuishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini tunapoelekea kwenye maadhimisho haya ya watu wenye ualbino, tunasema kwamba ni uelewa dhidi ya watu wenye ualbino. Kwa hiyo kama jamii lazima imtambue huyu mtu mwenye ualbino kwamba ni mtu kama ilivyo kwa watu wengine na ana haki sawa kama ilivyo kwa wengine. Kwa hiyo tushirikiane kwa pamoja katika kutoa elimu kwa jamii juu ya watu wenye ualbino, tuwapende, tuwalinde, tuwatunze, lakini zaidi tuwathamini na kuimarisha ulinzi dhidi yao, kwani nao ni watu kama ilivyo watu wengine. Sheria inamtambua, lakini pia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inamtambua. Jambo lingine ambalo sisi kama taasisi ya WAWOSA huwa tunapenda kufanya vitu ambavyo vinaleta impact kwenye taifa letu dhidi ya watu wenye ualbino. Kwa hiyo kama taasisi tayari tumeshaenda site kufanya research, kujua chanzo hasa cha mauaji, unyanyapaa na ukatili dhidi ya watu wenye ualbino ni nini, lakini pia kujua chanzo, hali ilivyo kwa sasa na nini kifanyike. Kwa hiyo sisi kama taasisi tuko kwenye hatua za mwisho za ukamilishaji wa ripoti, na hivi karibuni baada ya maadhimisho haya ya watu wenye ualbino tutaenda kuzindua ripoti yetu hiyo ambayo itakuwa ni mwanga katika taifa letu sasa na hata kizazi kijacho, namna gani ya kuweza kumlinda huyu mtu mwenye